Baada ya kukaa karibu wiki mbili katika chumba cha siri mahali pasipojulikana nchini Iran wakati wa vita vya nchi yake na Israel, kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Ali Khamenei mwenye umri wa miaka 86 kwa mara ya kwanza ameonekana akizungumza na taifa lake kwa njia ya televisheni baada ya usitishaji mapambano ya mfululizo wa Iran na Israel yaliyodumu kwa takribani siku 12. Ayatollah Ali Khamenei ametoa ujumbe mzito ulioruka mubashara kwenye televisheni akiongelea uingiliaji wa Marekani kwa matamshi yake ya moja kwa moja yaliyomlenga rais wa Marekani Donald Trump, yaliyosisitiza msimamo mikali ya Iran kuhusu sera yake ya nyuklia na mamlaka yake. Katika kukabiliana na mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyowaua maafisa kadhaa wakuu wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia, kiongozi huyu wa Iran amewataja makamanda wapya katika nyadhifa muhimu ndani ya walinzi wa mapinduzi na vikosi vya kijeshi na kuahidi kuendelea katika mkakati wa ulinzi wa nchi hiyo. Khamenei pia amechapisha jumbe mbalimbali kuhusu matokeo ya vita kati yake na Israel pamoja na kuipongeza nchi yake. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilisema kuwa vitarusha jumbe ya video kutoka kwa kiongozi huyo mkuu ambaye hajatoa taarifa kwa umma tangu kusitishwa kwa mapigano kuhitimishwa kwa vita ya siku 12 vya Iran na Israel mapema wiki hii. Hii ni kulingana na ripoti ya AFP. Inaaminika kuwa alizuiliwa na hakuwa anajulikana aliko kwa hofu ya kuuawa na Israel, na hata maafisa wakuu wa serikali walionekana kuwa hawafahamu aliko na wala hawakuwa na mawasiliano naye. Kupitia moja ya chapisho lake kwenye ukurasa wa X wa Khamenei amedai kuwa Marekani iliingilia vita kwa sababu ilihisi kama isingelifanya hivyo Israel ingeangamizwa kabisa. Aliongeza, hata hivyo haikufanikiwa chochote kutokana na vita hivi. Hapa pia Jamhuri ya Kiislamu iliibuka washindi. Anatoa pongezi zake kwa ushindi dhidi ya utawala wa Israel na viongozi wake. Vituo vinavyojulikana vya nyuklia vya Iran ambavyo viliiweka nchi hiyo karibu miongo miwili ya vikwazo vya kimataifa vinavyokadiriwa kugharimu mamia ya mabilioni ya dola, hivi sasa vimeharibiwa kabisa kutokana na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani, ingawa kiwango kamili cha uharibifu kimekuwa vigumu kutathminiwa. Katika takribani miaka 40 ya utawala wake, Ayatollah Khamenei, mmoja wa watawala wa muda mrefu zaidi duniani, amemaliza upinzani wowote nchini humo. Viongozi wa kisiasa wa upinzani wako jela au wametoroka nchi hiyo, lakini pia nje ya nchi huwa wanamkosoa kwa vikali kwa mienendo yake na mitazamo yake. Lakini pia takwimu za upinzani hazijaweza kuunda msimamo unaounganisha upinzani dhidi ya utawala, kwa mujibu wa ripoti. Katika mkutano wa siku 2 wa NATO siku ya jana, Rais Trump alisema vita kati ya Israel na Iran vimekwisha na Marekani inapanga kufanya mazungumzo na Iran juma lijalo. Marekani na Iran zimekuwa zikijadiliana juu ya mpango wa nyuklia wa Iran tangu mwezi Aprili, lakini hakuna mazungumzo rasmi yaliyofanyika tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi ya ghafla dhidi ya Iran mnamo Juni 13. Trump alinukuliwa akisema huenda wanaweza kusaini makubaliano na kitu pekee atakachokiomba ni kile kinachoombwa tangu hapo awali, na Marekani haitaki mpango wa nyuklia wa Iran, alisema Trump. Mimi ni Gina Baltazari.